Tumsifu Yesu Kristo. Ni Askofu Isaac Amani, askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki ya Arusha. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ya kuadhimisha tena mwaka huu Christmas, ikiwa ni nafasi ya pekee kumwambia Mungu asante kwa kutujalia kuiona siku hii, kwa kuwa ni wengi walitamani kuiona. Basi sisi tumejaliwa kuiona. Kuna ambao wametangulia mbele za haki kabla kuiona. Ndugu zangu, tunapompa Mungu shukrani kwa ajili ya zawadi zake zote, lakini hasa zile tatu za uhai, ukombozi na ahadi ya uzima wa milele. Matukio kama haya ya Christmas yanahamasisha furaha katika mioyo ya wengi. Ni mwisho wa mwaka na watu wengi wanakutanika kwenye familia zao, wakikutana kupeana zawadi. Kuna mapambo wanafanya pia, wanakula vizuri, wanasherehekea ni Christmas. Na hilo linatokea kwa watu hata ambao sio wa Kristo. Ni hali ambayo inaleta furaha kwa kweli, na ni alama ya amani pia ambayo huyu mfalme wa amani anayekuja kwetu anatuletea. Leo ninakuja katika kutoa ujumbe kwenye mwaka wa kipekee kabisa wa jubilei mwaka 2025, tukiongozwa na kauli mbiu mahujaji katika matumaini. Basi na hiyo pia itakuwa ni sehemu ya adhimisho la Christmas mwaka huu. Mungu anatuimarisha kwa yeye mwenyewe kuwa mhujaji anayetuongoza kwenye hii safari ya mahujaji katika matumaini. Nguvu yetu ya kutumaini ni Mungu mwenyewe, huyu Mungu Mwana. Kwenye hilo la kuadhimisha hasa tarehe 28 mwezi huu wa 12 ndio tamati ya jubilei, mwaka wa jubilei. Mama Kanisa ametoa nafasi hiyo, na sisi waamini tunapaswa kuadhimisha Christmas kitofauti na wale ambao wanaangalia kusherehekea, kufurahi. Lakini sisi tunakwenda kwa undani zaidi, kwa sababu tunaelewa maana na kazi ya mkombozi huyu anayekuja kwetu kwa njia ya Emanueli. Tumekumbushwa katika mwaka huu mtakatifu kwamba safari yetu tuliyoanza kwa ubatizo inatupitisha katika maisha halisi ya kushika amri za Mungu na za kanisa, kulishwa neno la Mungu na kulishika neno hilo, kupokea sakramenti zilizo mfereji ya neema na kuishi kwa upendo na Mungu na jirani, tukishuhudia kwa matendo kwamba sisi ni mahujaji katika matumaini. Hakika mwaka mtakatifu umekuwa wakati wa neema na kutuimarisha katika fadhila za kimungu ambazo ni imani, matumaini na mapendo. Leo tunaadhimisha fumbo la umwilisho, yaani Mungu kujifanya mwanadamu kwa lengo la kumkomboa mwanadamu. Furaha yetu na shangwe zetu ziangaziwe hasa na tamaa na furaha ya Mungu kuwa pamoja nasi kwa ajili ya wokovu wetu, na sisi tuwe na shukrani kwa kuwajibika na wito wa kuokoka. Hilo ndilo lengo hasa la umwilisho. Tunapotazama pale horini alikozaliwa mtoto Yesu, tunashangaa utendaji wa Mungu ulivyo wa ajabu. Neno la Mungu la tutangazia kwamba mtoto huyu aliyezaliwa katika mazingira hayo ya duni sana ni kwa ajili yetu. Tumepewa mtoto mwanamume na uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Huyu ndiye mtoto Yesu ambaye tunamuona pale katika uchanga wake. Mtoto huyu sio wa kawaida, ni mwana wa Mungu aliyetumwa na Baba ili atuletee habari njema ya kumjua Mungu, kumpenda Mungu na kumtumikia Mungu kwa kumkumbatia, ili tuweze kuishi maisha mapya yaliyojengwa katika misingi ya upendo, haki na amani.
Kweli leo amezaliwa kwa ajili yetu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Tunaye mgeni mwenye ujumbe wa kujumuika nasi katika safari ya matumaini. Anaandamana na sisi kwenye hija yetu. Emanueli anakuja katika hali ya unyenyekevu ili atuoneshe namna sahihi ya kuwa wahujaji wa matumaini. Mabega yake yataimarika ili hatimaye aweze kubeba msalaba wa wokovu wa watu wote, na kama mchungaji mwema awabebe waliopotea ili arudishe kundini, tuweze kuwa zizi moja kwa mchungaji mmoja. Katika uchanga wake Yesu alibebwa na kulelewa na wazazi wake katika ndoa ya Maria na Yosefu. Wazazi wa Yesu walinyenyekeana katika ndoa yao, wakaweza kumlea mtoto wao ambaye aliwatii japo alikuwa Mungu asiyehitaji msaada wa viumbe. Tufuate mfano wa unyenyekevu wa Yesu ili tuweze kuitembea njia anayotuonesha kwa maisha yake, kwa mafundisho yake, kwa mateso na kifo chake na kwa ufufuko wake. Emanueli sio mgeni kama Baba Christmas mwenye kugawa zawadi na kisha kutoweka. Ni Mungu anayekaa pamoja nasi na haondoki. Mtume Paulo anasema, neema ya Mungu Mwokozi wetu inayowaokoa wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe milki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Baraka wa Tito sura ya 2 aya 11 hadi 14. Ndugu zangu, hii furaha pia tunaona jinsi gani malaika wakituletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Huyu ni mjumbe kwa watu wote. Kwa kuwa mtoto amezaliwa kwa ajili yetu, Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Wanamtambulisha wakisema, na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelazwa katika hori ya kulia ng'ombe. Kisha malaika waliimba wakimsifu Mungu, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Hatuna wimbo mzuri zaidi kuliko huo wa malaika wa kumwimbia na kumshangilia Mungu anayekuja katika familia, katika jumuiya zetu, jimboni kwetu, taifani na hata ulimwenguni kote. Tunapomshukuru Mungu kwa zawadi ya mwanaye Emanueli, tuyatafakari mapokezi yetu ambayo yaweza kuwa aidha mazuri au ya kinafiki na ya kikufuru. Kwanza, familia na jumuiya. Familia zetu na jumuiya zetu, zile ambazo zinaelemewa na ukatili, ugomvi, malumbano, mapigano na roho ya kisasi na wivu, watawezaje kumfurahia Emanueli? Utelekezaji wa familia, wagonjwa na wazee umefanya watu wengine wakate tamaa na maisha. Je, tunapokeaje zawadi ya Emanueli za furaha, umoja na upatanisho katika familia na jumuiya zetu? Jambo la pili, kujiandikisha utumwani baada ya kukombolewa.
tumebatizwa tukafanywa huru. Je, tunaishi uhuru? Inasikitisha kwamba baadhi ya waamini baada ya kubatizwa wamejiuza utumwani kama vile uregevu dini, ushirikina, ulevi wa pombe, bangi, shisha, chang'aa, gundi na madawa mengine ya kulevya ambayo yanadhalilisha utu na kuozesha familia na jamii mbalimbali. Tutaimbaje kwa furaha na shukrani wakati tunadhalilisha kazi kubwa ya ukombozi aliyofanya Emanueli kwa ajili yetu? La tatu, iko hali ya kutisha. Hali ya kutisha ya kutothamini sala, uhai na utakatifu wa maagano ya ubatizo na maagano ya ndoa. Kwa kuzembea mazoezi ya kiroho, hususan sala katika familia, sala zinapunguka sana. Na tusipoongea na Mungu kama viumbe, tutajenga maisha gani? Kuna pia uzembe kwenye mambo ya sakramenti. Mkristo kupungukiwa nguvu ya kusimama imara kiimani kama anazembea sala na sakramenti, anapungukiwa nguvu ya kusimama imara kiimani na huwa dhaifu sana anapokabiliana na magumu ya maisha. Utoaji wa mimba ndani na nje ya ndoa ni mauaji, tena kwa wingi kweli. Mauaji yanayofanyika hata hayana maombolezo wala hayana matanga, yanafanyika tu. Emanueli atupe hekima ya kujali uhai katika mimba, katika watoto, katika wagonjwa na wazee. Vijana watunze sana usafi wa roho, usafi wa moyo na usafi wa mwili, ili wawe huru kuchagua na kudumu katika wito mtakatifu wa ndoa au maisha ya wakfu watakaoitwa njia hiyo. Vijana wengi huingia katika mahusiano na kuamua kufunga ndoa bila kutumia muda wa kutosha kuambiana ukweli na kufahamiana. Wengine hata hawaelewi majukumu ya ndoa takatifu, wanaingia huko tu kwa fashi. Ndoa sio uwanja wa kujaribia tamaa, bali inapaswa kufikiwa kwa upendo wa dhati, nidhamu na ukweli. Ndoa ni taasisi takatifu aliyopitia Emanueli, akapata malezi ya wazazi katika ndoa. Akaweza kutimiza majukumu yake kwa utii kamili. Waraka kwa Waebrania unaagiza ndoa na iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Waebrania sura ya 13 aya 4. Ndugu zangu, ndoa zenye kuharibika ni zile zilizojengwa juu ya mchanga wa tamaa na kudanganyana. Ndoa zenye kudumu ni zile zilizojengwa juu ya mwamba Kristo, kwa uaminifu, kwa uvumilivu na kwa upole. Waliofunga ndoa wasimamie kifungo cha upendo walichopeana. Basi tunapohitimisha ujumbe huu wa Christmas, tarehe 28 Jumapili ijayo, tunafunga mwaka wa jubilei 2025. Tutakuwa na misa katika kanisa kuu saa 4 kamili. Waamini wa dekania za jiji na za karibu mfike kwa wingi ili tumshukuru Mungu kwa baraka alizotujalia katika muda huo wa neema, na kuomba ulinzi wa Mungu kwa ajili ya taifa letu na pia kwa ajili ya ulimwengu mzima, ili tuweze kutembea katika nuru ya Mungu aliye mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani, ndiye Emanueli
aliyetumwa na Mungu atuweke huru kwa ajili yake na kwa wokovu wa ulimwengu. Tuisherehekee Christmas kwa utulivu, tukiwa na kiasi na kuwa wakarimu kwa wahitaji kama Emanueli alivyotuonesha ukarimu kwa kuja kwetu, kukaa na sisi na kutujali. Nawapeni na kuwatakieni baraka na furaha za Christmas, na Mwenyezi Mungu atujalie tuvuke mwaka kwa usalama. Herini kwa sikukuu ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo kwetu, tumkumbatie na tudumu naye. Herini ya Christmas.